baba yangu amelala pale. Wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini mama yangu mpenzi naye amelala pale. Kama utakumbuka mara mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ulipokuja hapa, kulikuwa na mti mkubwa ambapo tulimzika baba karibu na ule mti. Basi marehemu mama yangu katika ustawi wa maisha yake na kumpenda mpenzi wake aliagiza ule mti ukatwe ili yale majani yasiwe yanaharibu kaburi la marehemu baba. Hatukujua kumbe alikuwa anaandaa makao yake ya milele. Kwa hiyo mama alijua atakuja kulala karibu na mume wake. Kwa hiyo leo nina heshima kubwa ya kumleta tena mama yangu hapa kwenu nyie, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, ndugu zangu, wana Luanda. Ni wauoni? Ni wauoni? Mau amerudi nyumbani kwake. Nawashukuru sana wahosi wa mahosi, wameruhusu binti yao Jenista Joakim Mhagama, mwana Magigi Manjani, mwana wa Zulu Gama, mwana Shawa aje kulala na mume wake mpenzi hapa Luanda. Wametupa hiyo heshima, na sisi kama walivyoungana katika ndoa takatifu ya Kikatoliki ya Kikristo, tunapenda kuwapumzisha mapema, tunapenda kuwapumzisha pamoja wakiwa jirani, wakiwepo huko hata mbinguni jirani, waendelee kutuombea sisi watoto, wanafamilia, ndugu na jamaa. Nawashukuru sana wana Luanda, na waomba mumruhusu mama yangu apumzike na mume wake hapa, lakini sio tu kumruhusu, bali muendelee kumjali kama yeye alivyowajali.